Ziko ahadi ambazo tuliziahidi ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kuwatumikia wananchi wa jimbo la Kivule. Mheshimiwa Rais aliahidi kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, aliahidi kwenye afya, aliahidi kwenye maji, aliahidi kwenye umeme, aliahidi kwenye elimu, aliahidi kwenye uchumi kwa maana mikopo na kuwainua vijana, na aliahidi mambo mengi, barabara, umeme na kadhalika. Na ukiangalia jimbo letu jipya la Kivule, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwenye maeneo hayo. Sisi kwenye upande wa elimu, Mheshimiwa Rais kafanya kazi kubwa sana kwenye ujenzi wa shule za misingi mpya, ujenzi wa shule za sekondari mpya. Hivi tunavyozungumza, ndani ya jimbo letu jipya la Kivule tunazo shule za sekondari mpya zaidi ya 3 ama 4, tena zenye gorofa zenye thamani ya bilioni 4 na nukta kadhaa, na kwa kuendelea kwa kila shule tunayo miradi ya namna hiyo ya shule za sekondari ambayo ukienda unaweza kadhani labda ni chuo kikuu cha mahala fulani. Lakini pia kwenye shule zetu za msingi vile vile madarasa yetu ambayo sasa tunajenga na shule mpya yameboreshwa, yana miundombinu mizuri, yana feni, maeneo ya kupumzika vijana na watoto. Kote huko Mheshimiwa Rais kwenye idara ya elimu kafanya kazi nzuri sana na chini ya Profesa Mkenda tunaona kwamba namna gani vijana wameendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi kama viongozi ambao tunamsaidia Mheshimiwa Rais, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mazingira bora yale ambayo yeye amekwisha yaanza kwa kuweka miundombinu. Sisi tunawawezesha sana wanafunzi ambao wana mahitaji maalum kwenye ile elimu bure. Yako mahitaji ya kimzazi kwa maana sasa ya uniform, kwa maana ya sabuni, kwa maana mnasema zile taulo za watoto, chakula, yako sasa yale ya kifamilia kwa maana ya mtu mmoja mmoja, lakini yale ya kwa ujumla ya serikali, Rais Samia ya elimu bure na kuweka elimu bure kwa vitendo imekwisha kamilika ndani ya jimbo letu jipya la Kivule. Kimsingi leo tumekuja katika eneo hili na tumefanya mambo haya maeneo kadhaa huko nyuma, na kama unavyoona watu ni wengi wamejitokeza, na tunajua tunachoenda kukitoa akiendi kumaliza changamoto yote, lakini tunaenda kupunguza makali japo kidogo. Tunafahamu serikali imeunga mkono sana katika sekta ya elimu kwa maana ya kujenga majengo mazuri, kutengeneza miundombinu ya walimu, lakini kutoa ruzuku mbalimbali zinazohusiana katika sekta ya elimu. Lakini sisi kama Mtaranje Foundation tunaendelea na sisi kuiunga mkono serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri inazozifanya. Tumekuja leo kuchangia sare hizi bure kabisa kwa wanafunzi wa maeneo haya. Kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ndio chachu kubwa wa sisi kufanya jambo la namna hii, kwa sababu tumemwona ameendelea kufanya mambo mengi kwenye sekta hii ya elimu. Lakini pia tunaishukuru Wizara ya Elimu kwa kazi nzuri ya kusimamia sera za elimu kwa nchini kote. Lengo kubwa leo tusukuma kufanya kitu hichi ni kwa ajili ya kujenga Tanzania yenye maendeleo, kwa sababu watoto hawa ndio maendeleo ya leo na ndio maendeleo ya kesho. Lakini tunatoa wito kwa wadau mbalimbali waweze kushirikiana na sisi, lakini waweze kushirikiana na wadau wengine wa serikali au hata private kwa ajili ya kugawa mahitaji mengine kwa watoto. Watoto wanatuhitaji na Tanzania inatuhitaji, kwa hiyo tuijenge Tanzania kwa kuwasaidia watoto, hata kusaidia sehemu nyingine ambazo zina uhitaji. Kwa hiyo nimeshukuru, tena nimeshukuru, wala sijaamini kama nitasimama na nyinyi hivi. Namshukuru mbunge wetu na viongozi wake pia, mkubwa wake akiwa Mama Samia. Sijaamini kama leo nitasimama na nyinyi hivi. Kwangu mimi nashukuru sana kwa kweli. Nimefurahi sana kwa siku ya leo. Nashukuru sana serikali kwa zawadi hizo alizotupatia. Tunashukuru sana serikali kwa hizo zawadi kutupatia watoto wenye uhitaji maalum.